Zaburi 35 inatupa tumaini mpya kila uchao. Inasema, huenda kilio kikadumu usiku, lakini asubuhi furaha huja. Ni Jumatatu ingine ya baraka na asubuhi njema ya furaha. Tuzingatie hapo. Wiki hii tupo kwenye sura ya 4. Tunaenenda kuangazia yaliyojitokeza zaidi kwenye sura hii. Kama hujapata kujitwalia nakala ya kwako ya kitabu hiki, sijui bado unangoja nini, ila tu ni kupiga simu na kupata nakala yako. Nitajaribu kuchambua kutoka kwa mtazamo wangu. Kitu cha kwanza kufahamu kwa ambaye ni mara yake ya kwanza kutazama uchambuzi huu ni kwamba kitabu hiki ninachoongelea kinaitwa Nyumba ya Imani. Kitabu hiki ni nguzo msingi kujenga safari yetu ya imani tukitumia mifano ya ulinganisho na vyombo vya ndani ya nyumba. Sura ya 4, mada kuu ikiwa kabati. Kabati ya kiasi. Inatoka kwenye mstari wa 6 wa Petero wa pili 1. Na katika maarifa yenu tieni kiasi. Kuanzisha sura hii ni marudio ya wiki jana. Alafu tunapata kusoma hadithi ya Mama Mariamu aliyekuwa anapitia vishawishi katika masuala ya kimapenzi na jinsi angeliweza kujiepusha na vishawishi hivyo. Vile wiki jana tulipamba nyumba na kitanda cha wema. Natumai vivyo hivyo ndivyo tunavyojitahidi kufanya vyema kama yule mwanamke mwema, na kwamba tunazidi kutafuta njia za kupata maarifa kwa kusoma neno la Mungu kila siku. Bado nyumba yetu haijakamilika kujaa na vyombo kama inavyohitajika. Kwa hivyo sasa tutaweza kupamba na kuongeza kabati ya kiasi. Petero na Paulo walitoa orodha ya tabia ambazo zinafaa kuonekana kwa maisha ya kila Mkristo. Mtu yoyote akidai kuwa Mkristo atamiliki tabia hizi maishani mwake. Na kwa sababu tabia hii ya kiasi imetajwa katika orodha zote, tunaweza kugundua ya kwamba ni jambo la umuhimu kuwa na kiasi. Wagalatia 5:22 hadi 23 ambapo imetaja kiasi, maana yake ni kuwa inatoa wazo la kujizuia katika mivuto ya tamaa za mwili na kukataa vishawishi vibaya. Yale tunaona ya kujifunza ni mengi. Mungu anatutakia sisi tusimame imara na kuwa na mienendo inayofaa kama Wakristo wanaokuwa katika neno. Umuhimu upo wa kuendelea kuishi katika tabia ya kiasi ili tuweze kukwepa vishawishi vyovyote vile. Mwandishi anachukua muda kupendekeza mistari katika Wagalatia ya kusoma na kutenda. Tunapata kugundua Wakristo wengi au wanadamu kwa ujumla wanafanya dhambi wakidhani vile binadamu wenzao hawaoni wako sawa. Ila Mungu anaona yote na kuendelea kushiriki katika dhambi hizi zina madhara makubwa sana na hukumu. Swali la kudadisi ni, je, una hofu na unamtii Mungu hapo kwa kupata kiasi? Hebu tuhakikishe tunamwishia Kristo na tunao mwenendo wa kiasi kama mwanamke Mkristo, na tumuulize na kumtegemea Roho Mtakatifu kutusaidia
kukwepa vishawishi, ndipo tutaonyesha kiasi. Tujifunze pia kuenenda na Roho na kutawala tamaa zetu. Nikimalizia sura hii ya 4 ya kufunga kipindi hiki, nitasema hivi: weka kabati la kiasi katika nyumba yako ya imani, ili hizi zizidi kuwa na msingi thabiti na wa kupendeza. Tia kiasi kuanzia sasa. Nikisema kwa heri, jina langu ni Swila Achoka.